Habalini za saizi ndugu zangu, habalini za saizi mabibi na mabwana. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni yule mama wa nguvu za asili, ni yule mama wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Siku ya leo ningependa kuwapa elimu. Kuna watu wananipigia simu sana na kuniambia, mama, mara nyingi watu wananinyoshia vidole, ndugu zangu wananinyoshia vidole, marafiki zangu wananinyoshia vidole, wakinituhumu kwamba mimi ni mchawi, wakinituhumu kwamba mimi nakuwa na wafanyia vitu vibaya. Hali sina nachokijua kuhusu uchawi na sijawahi kufanya hicho kitu. Mpenzi mtazamaji wa channel ya Dr. Mama Kavumo, kama ni mtu unakuwa muhanga wa kitu kama hicho, basi siku ya leo nataka nikupe elimu. Watu wengi wanasingiziwa uchawi, watu wengi wanasingiziwa kwamba wao ni wachawi, hali hawajui uchawi au hawana tabia za kichawi, lakini wananyoshewa vidole, wanatuhumiwa, wanafanyiwa vitu vibaya, watu wanauawa, watu wanakuwa na vita kubwa kwa sababu kwa tuhuma zinazoonekana kwamba wao wana tabia za kichawi, wao ni wachawi. Kwa nini mtu anaweza akawa anakunyoshea kwamba wewe ni mchawi? Huenda namna jinsi ulivyo na jinsi unavyojiweka, mtu anaweza akakuona kwamba wewe ni mshirikina. Sasa namna gani uweze kujitoa katika hiyo hali? Namna gani watu wasikuone kwamba wewe ni mshirikina na kujitoa katika hiyo hali ambayo watu wanakusingizia? Nini ufanye kuondokana na hiyo kashfa? Uwezi kumwaminisha mtu kwamba wewe ni mchawi, hali uwezi kumwaminisha mtu kwamba wewe si mchawi na watu wamesha kuwekea kwamba wewe ni mchawi. Sasa namna gani unaweza kujitoa katika hicho kifungu cha kwamba wewe kuonekana ni mchawi? Ili uweze kujitoa, kwa sababu aidha njia ni mbili. Unaweza kuwa katika ukoo wenu au katika uzao wenu tayari kuna mtu ambaye ni mchawi. Mtu huyo ambaye ni mchawi anakutumia wewe katika namna moja ama nyingine. Anakutumiaje? Anapokwenda kuroga, anajibadilisha. Maana wachawi wana njia nyingi na wachawi wana mbinu nyingi za kuweza kujificha katika hali yao ya ushirikina au hali yao ya kuroga watu na kuumiza watu. Kwa hiyo unapoona unanyoshewa vidole mara kwa mara na watu kusema mtu fulani mchawi, mtu fulani mchawi, wewe huna tabia za kichawi. Lakini kuna mtu katika ukoo wenu, kwa sababu mtu ambaye hakujui ni mchawi lakini hakujui kiundani, hana uwezo wa kutumia sura yako, hana uwezo wa kutumia umbile lako. Kwa hiyo kwa nini sasa wewe unaonekana ni mchawi? Kwa sababu katika koo yenu, katika uzao wenu kuna mtu ambaye yuko katika chama cha wachawi. Sasa ili kujificha yeye, anakuchukua wewe sura yako anapokwenda kufanya mambo yake ya kichawi. Iwe kwenda kutoa kafara, iwe kwenda kumroga mtu, iwe kwenda kuchukua nyota za mtu. Kwa hiyo anavaa uhusika wa sura yako. Anapovaa uhusika wa sura yako, moja kwa moja yule mtu anaweza kuona kama ni wewe. Au anaweza akapishana na wewe, akapishana na watu kutoka katika safari zao za kichawi. Akipishana na watu, basi anajibadilisha katika lile umbile la kwake yeye, au katika ile sura yake yeye anavaa sura ya mtu mwingine. Iwe sura ya kwako, iwe sura ya mtoto wako, iwe sura ya mtu yoyote yule. Kwa hiyo kutokana na mazingira aliyopo ni ya kishirikina na tayari watu wanakinga na nguvu, wanapoona hawamuoni yeye, wanakuona wewe. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama unashutumiwa kwamba wewe ni mchawi, ili usiendelee kutumika au watu wasiendelee kukuona hivyo, basi kuna namna unachotakiwa kufanya. Kitu unachotakiwa kufanya ni nini? Inapofika saa 12 jioni, chukua makaa 7. Kwanza nenda polini, kama ni mtu wa polini, tafuta dawa. Miti yote ya polini ni dawa. Tafuta dawa ipatayo 24 miti tofauti. Mara nyingi tembelea kwenye miti mikubwa. Nenda kwenye miti, nenda kwenye kila kichaka, mti wote ambao uko kwenye kichaka umefunikwa na kuzingira. Nenda chimba dawa yako, chimba mizizi mitatu, kila mti kachimbe mizizi mitatu. Utaenda mpaka itimie mizizi 21 mpaka 24. Ukifika nyumbani utachukua na majani yake, mizizi pamoja
pamoja na majani, utachukua. Utakapochukua hivyo utakwenda utachemsha. Utakapochemsha utachukua na ule moto ambao utakuwa unachemshia chini, utachota yale makaa ya moto, utaweka kwenye ile fusho lako. Baada ya hapo utajifukiza ndani ya siku 7 mfululizo. Na ukikataa kwamba mtu yoyote mbaya anapokuja kuchukua kimvuli changu basi asiweze kuniona, basi unapofanya hivyo moja kwa moja, yule mchawi anapokuja anakuwa hawezi kukuchukua au hawezi kukufanyia kitu chochote kibaya. Kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Usiache kuwasiliana na mimi kwa namba zangu 0712 94 44 34. Usiache kusubscribe, usiache kulike jamani, usiache kucomment kama unapenda maudhui ya Dr. Mama Kavumo. Niko hapa kwa ajili ya kukupa elimu ili na wewe utoe elimu kwa watu wengine, uendelee kuwasaidia. Elimu nayo kupatia usibaki nayo wewe. Kuna wengine hawawezi kumsikiliza Dr. Mama Kavumo, lakini kama una mtu wako anapitia changamoto za namna hiyo, na wewe unaweza kumsaidia katika namna moja ama nyingine. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni mama wa tiba za asili. Karibuni sana na wapenda sana familia ya Dr. Mama Kavumo. Asanteni.